Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena kanisa. Ni muda mzuri wa kwenda wa kipindi cha msamaha. Ningeomba sote tusimame kwa utukufu wa Mungu na tutaimba nyimbo ya wokovu namba 291. Tusimame sote kwa utukufu wa Bwana. Mimi mwenye hatia nilikombolewa, Mwokozi alipojitoa, dhambi zangu na zako alizichukua, kwa damu aliniokoa.
tusamehe sote na kutusafisha. Hakuna aliye kama na wewe, mfano wa ajabu. Tunasema ni asante na shukrani zako zinatosha kwako. Tunaendelea kulisifu jina lako Mungu wetu, unaishi mahali pa kuinuka. Tazama muda kama na huu tunakuja tena mbele zako Jehova. Baba, wewe ndio Mungu wetu, hatuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe Jehova. Baba, tazama kanisa nzima linakaa kifudifudi mbele yako, tukiomba msamaha kutoka kwako Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye msamaha, Mungu mwenye huruma. Tunaomba utusamehe Jehova. Kila siku tunatenda dhambi bila kujitambua, tunakurudisha kwenye msalaba Jehova. Asante Mungu wetu, endelea kutuhurumia kwa sababu wewe ni Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye huruma. Tunaomba endelea kutuhurumia Jehova. Baba, tukisema tutendi dhambi tutakuwa tumejidanganya wenyewe. Sisi ni wenye dhambi kila siku Jehova. Baba, acha uendelee kutuhurumia Jehova. Tutakase katika damu yako iliyomwagika pale msalabani. Tunaomba hayo kupitia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Furaha ipo. Ukiangalia nyuso za wengi zinaonekana kama wako kwenye kilio, na tumekuja kumwabudu Mungu. Nisema tutamalizia na sala ya Bwana kama tulisahau. So, napenda kualika timu ya Praise and Worship watupeleke na nyimbo ya kumsifu Mungu. Lakini kwa leo napenda kuwe kama vile kule Afrika, Tanzania, tulikuwa sehemu kuna kaugomvi hivi. Walikuwa wanasema eti tunaenda kwa amani, kwa hiyo ujipone. Yaani kwa Kiswahili tunaenda kwenye tomate, walikuwa wanamaanisha ugomvi. So utakutanisha watu wengi wanazunguka, wanashangilia, pige huyo, pige huyo. So napenda ile shangwe ile wanakuwa wanatumia kule, tutumie hapa kwa kumsifu Mungu wetu na kumuinua. So nitakaribisha kila mmoja, anakaribishwa na watoto na wababa na vijana, sote tuipende kumshangilia Mungu kama vile wanavyoshangilia hiyo kiponde hapo hivi. Tumshangilie Mungu kwa kumwimbia. Karibu sana na Mungu awabariki. Timu ya Praise and Worship watupeleke. Karibu sana. Mikono juu, mikono juu, mikono juu.
kuabudu, ni muda wa kuabudu. Tusimame sote, tuoneshe heshima kwake Mungu mzima, kwa maana uwai tuko nao ni yeye ndiye ametupatia. Amen. Amen. Asante Yesu. Watosha katika maisha yetu Yesu. Asante Yesu Kristo kwa kutupatia uhai. Haingelikuwa ni wewe Mungu, hatungesimama sote mahali hapa, lakini kwa rehema zako wewe Mungu mzima tumekusanyika tena. Ndiyo, unabarikiwe Baba. Asante Yesu. Haleluya. Umeinuliwa, umeinuliwa, inuliwa juu. Waimbaji wa kusifu watakatifu wakuabudu Bwana. Umeinuliwa juu, kimbilio letu. Inuliwa juu,
ajili yako. Asante Kristo kwa maana utatenda. Sisi ni kuomba, bali mtendaji wa vyote ni wewe Bwana. Ni kwa Yesu tukiomba na kuamini. Mungu Baba uliye juu ya mbingu zote, tunakushukuru kwa sababu ni wewe ulianza kujitoa pale msalabani kwa ajili ya makosa yetu. Bwana Yesu, tunaomba urumie kila mmoja wetu mahali hapa, maana tunayapenda na kuyanena yasiyostahili machoni pako, na tunapokaribia hekalu lako Bwana kusema na wewe, tunaomba Bwana ututakase na damu yako. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furaha ipo? Naona kama kwa mbalimbali inaanza kuja, lakini kwa wengine haikukuwepo. Lakini tuwapigie sana makofi waimbaji wetu, tupigie makofi sisi wenyewe. Tunaendelea na programu zetu na ibada letu. Baada tutatoka kumsifu Mungu na tutaenda kwa njia nyingine kumsifu Mungu kupitia nyimbo. Tutaenda kualika kwaya zetu. Tutaanza na kwaya ya watoto kwa nyimbo moja, kisha tutakwenda kwa kwaya wa baba nyimbo moja, kisha tutakwenda na kwaya ya umoja kwa nyimbo moja, and then wamama watatupeleka na nyimbo ya kutoa sadaka. Karibu sana na Mungu awabariki. Na mimi tutabarikiwa tena.
ambamo hadi kama milima naniletea amite nami baraka daima katika mwamba niraku baraka tele kutoka juu na kaumboni na sare ni heri sana milele na kaumboni na sare ni heri sana milele maji milioni mwambao katika kesho lote nisikimbie aduiku nishinde katika yote dunia yote ikinikisi hadi zake hazipunguki na kaumboni na stare ni heri sana milele uzali dhambi hukumu na kwa imani nikisimama adui atakimbia nayo mawazo ya giza kuu hayatapata nafasi
Makofi makubwa kwa waimbaji. Mungu awabariki sana na awazidishie, azidi kuwapatia maarifa ili tuzidi kubarikiwa na nyimbo zenu kushuhudia. So yeyote yule ambaye ametendewa makuu na Mungu, basi muda ni huu wa kuweza kumwaibisha shetani. Karibu sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nami nimesimama mbele zenu kusema shukrani kwa Mungu kwa matendo makuu ambayo anazidi kunitendea. Nina miezi miwili nilisikia mkono maungio ya hapa inanisumbua sana. Ilikuwa siwezi kunyanyua kitu, hata nikisema kusonga, lakini kwa nitahidi kwa sababu mimi ni mama wa familia, hakuna uwezekano wa kuacha kufanya kazi za ndani, na pia nilikuwa najitahidi tu hivyo hivyo. Hata usiku kulala ilikuwa ni shida. Siku moja wiki iliyopita nikasema hata kwanza nivuki kwa GP niende hospitali. Nikaenda kwa GP, nikaenda kujieleza. GP akaniandikia eti uende kupiga picha. Hatujui tutakuandikia dawa gani na tujajua tatizo lililoko katika mkono wako. Kwa kweli nilikuja, lakini moyo ulikuwa kufurahia kwenda kule kwenye picha. Nikasema nikienda kule nitajiletea tena mambo mengi, sijua ende kuona hivi, nikavipuuzia. Pamoja na hayo, ninapolala namwambia Mungu, angalia mkono, mimi ndio mama wa familia, sijui nini kukoropa kupika, lakini nilikuwa ni hivyo tunajitahidi kila siku. Lakini nasema nimesimama hapa jinsi nilivyojisikia ama nilivyokuwa najisikia before hiyo miezi miwili, na leo naona kama Mungu amenitendea muujiza katika mkono. Amen. Amen. Na mimi nitashuhudia wimbo katika wimbo. Namba 9.
naiamini damu yako na msalaba wako Yesu, Mwokozi wangu wa Mungu akubariki sana mama mchungaji. Nilikuwa nadhania labda kuna wa kushuhudia, ningeshuhudia kwa ajili yenu nyewe wote.
na kenye ningeshuhudia kwa ajili yenu ni uzima ambao Mungu ametupatia tena, kutupatia fursa kuishi once again. So nitamkaribisha Pastor Joshua aweze kumtia mhubiri wetu katika mikono ya Mwenyezi Mungu, na kisha tutamkaribisha mhubiri wetu. Karibu sana. Asante Mungu wetu, tunasema asante Jehova kwa uwezo na mamlaka yako pamoja nasi. Ni muda huu Bwana ambao kanisa linataka kupokea chakula cha kiroho, na mwalimu kabla hajasimama, tunaomba uwepo na nguvu za Roho Mtakatifu zimtangulie mahali pale atakaposimama. Atakaponena Bwana anene kama ulivyomwandaa kwa ajili ya kulijenga kanisa. Asante kwa muda huu, kwa sababu utaenda kumtia nguvu mwalimu wetu, utaenda kuweka maneno mazuri katika ulimi wake, ataongea kama ulivyomwandaa Bwana, na tunaamini somo hili ni kwa ajili yetu pamoja na watoto wetu. Yale yaliyo mapenzi yako Bwana kwa ujumbe wa leo yapate kutimilika sote kama kanisa, yatutie nguvu kama Wakristo, yatuhimize katika safari ya kwenda mbinguni, yatufariji na yakae pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Ni katika jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunaomba na kuamini, na barikiwe yote katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna moyo wa shukrani kwa ajili ya vipindi vyote ambavyo vimefanyika mahali hapa, na leo ni siku yetu ya kujifunza neno la Mungu. Ninashukuru Mungu kwa sababu tumepata tena kibali kwa ajili ya kulitafakari neno la Mungu. Meshukuru tena kwa sababu tayari maombi wamesha yaomba kwa ajili ya mhubiri, na mimi sitaki kuyaumiza kwa sababu yameshafika kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nina somo moja ambalo nataka tujifunze siku ya leo, ambalo naamini ya kwamba litatusaidia. Kama una dugudugu utaweza kupata majibu, si ndio? Wangapi wanataka kupata majibu? Majibu ya maswali yao. Wangapi? Wote. Asante sana. Tunavyofahamu, nini maana ya dhehebu? Dhehebu. Kuna waimbaji ambao wanasema, mwimbaji mmoja alikuwa anaimba pale jana akasema madhehebu yamekuwa mengi. Kuna wimbo mmoja wa kwaya mnaoimba hivyo. Kila dhehebu la shuhudia, sijui madhehebu yamekuwa mengi. Nini maana ya dhehebu? Kwanza kuna tofauti kati ya dini na dhehebu, si ndio? Dini ni nini? Dini ni njia mojawapo ya watu wanaokusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu wao. Mungu wao. Zingatia neno Mungu wao. Hiyo ndo dini. Tukianza kuitaja, nani ataniambia dini moja? Uislamu. Mungu wao anaitwa Allah. Mungu wao anaitwa Allah, sijui nini. Mwengine, Mungu mwengine? Wabuda. Tuna wadominere, Mungu wao Bolange. Si ndio? Waneo hawako, sio dini. Waneo sio nini? Sio dini. Lakini ni nini? Dhehebu. Nataka mtu mwingine ataje ingine dhehebu. Ingine dini. Wakimbangiste, Wabahaola. Mwingine hawajasema hata. Bakitawala wa Kristo. Full stop. Ndo wewe. Si ndio? Manake na sisi tuko ingine dini.
ambao sisi lengo letu tunamwabudu Mungu wetu. Dini inaitwa nini? Wakristo. Dini ni Ukristo. Na lengo letu tunamwabudu Mungu wetu. Dhehebu ni nini? Dhehebu ni makundi inayotokana na dini inayotafuta kumwabudu Mungu wao. Makundi. Tuko pamoja? Nikitaka kufafanua kidogo, sio kwamba ukisikia dini ya Uislamu ina maana Waislamu wanabaki kuwa Waislamu tu na wenyewe wana dhehebu zao. Wangapi washawahi kusikia dhehebu ya Waislamu? Dhehebu ya Waislamu. Na hata niambia moja kwa wamama. Dhehebu moja ya Waislamu. Msikiti. Kuna Wasuni, Washia, hizo zinaitwa ni nini? Ni dhehebu. Tuko pamoja? Na hizo dhehebu lengo lao ni kutafuta kumwabudu Mungu wao. Mungu wa Waislamu. Tuko pamoja? Haya. Tukirudi tuje kwa dini nyingine gani? Twende moja kwa moja kwa Wakristo. Si ndio? Sisi wote tunaitwa, dini yetu ni nini? Ni Ukristo. Tuko pamoja? Sisi wote dini yetu ni Ukristo. Tunatafuta kumwabudu Mungu wetu. Madhehebu yetu sasa, nani atayataja? Iko maelfu hivi. Zote zenye utataja hapo, wakiwemo na waneona wanani, wote kwanza tunachangia kuitwa tuko wanani? Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka watu wanitazame kabisa. Ukiangalia kuna changamoto moja ambayo mimi huwa inanisumbua katika maisha yangu. Utakuta dhehebu mbili za Wakristo na wenyewe wanafanya ubishi. Lakini sijawahi kukuta mara nyingi kuona dhehebu moja ya dini nilizozitaja hapo juu wanafanya ubishi. Mwishawahi kuviona? Eti wanabishana kabisa. Lakini sio ajabu sisi Wakristo utakuta tuko madhehebu mawili tofauti, baba yetu ni mmoja, lakini tunafanya nini? Ubishi. Ni jambo ambalo halina upendezo kabisa. Halipendezi kwa sababu watoto wa baba mmoja, Mungu mmoja, imani moja, tena wanapigana maswali na wanakosa kuelewana. Ina maana tunaelekea dhehebu za shetani. Tuko pamoja? Lakini msingi wetu tunatakiwa kujua kwamba sisi sote tuna imani moja na Mungu wetu ni mmoja. Kinachotuma watu tunashindana na tunaulizana maswali ni kwa sababu kila mmoja anatafasiri maandiko vile anavyovielewa yeye. Tuko pamoja? Naweza nikaja swali kwa wewe unayonitazama tu. Hivi sisi Mungu wetu ni nani? Mungu wa Wakristo. Kama leo unaitwa wewe ni Mkristo, hebu niambie Mungu wako wewe unayemwabudu anaitwa nani? Kwa sababu kwa hizo dini nikupe nusu ya jibu. Kuna dhehebu ambazo zinasema Mungu tunayetakiwa kumwabudu anaitwa tu Jehova. Si ndio? Lakini hao watu ni wanani? Wakristo. Mwingine anasema hapana, anatakiwa aitwe Yoshua Masha. Lakini hao ni wanani? Wakristo. Wengine wanasema tunatakiwa tumwabudu Mungu ambaye anaitwa Yahweh. Lakini hao ni wanani? Wakristo. Na kuuliza leo, wewe Mungu wetu kweli kama unajiita Mkristo, Mungu wako anaitwa nani? Mkristo, nataka ule mwenyiko Mkristo kabisa, Mungu wake anaitwa nani? Mama?
Mungu wetu anaitwa Yesu Kristo. Mwingine? Naweza kuongezea kidogo? Kulingana na kitabu cha Kutoka sura 3 mstari wa 14 inasema Mungu wetu anaitwa mimi niko ambaye niko, ambaye alimtuma Musa kwenda kuokoa wana wa Israeli, na ndiye Yesu anasema kwamba amonaye Baba ananiona mimi, sababu mimi niko ndani ya Baba na Baba ndani yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninachokihitaji kwa kanisa si kwamba ukiulizwa swali unakuwa mtu mwenye unajiuliza maswali mengi kabla ya kujibu. Never. Unatakiwa uwe serious na swali ambalo huko unaulizwa. Kwa sababu, hebu nikurudishe kidogo kabla ya kwenda kwenye niko naenda. Imani, unaona imani? Ndio maana wenzetu wanakubali kama ni kuua aue, kwa sababu mtu ametukana imani. Tuko pamoja? Sasa kinachoshangaza kwa Wakristo, mtu anatikisika kwa imani aliyonayo. Mtu anakuja anaitwa ni Mkristo, akiambiwa Kristo ndio Mungu wako, anaanza kuwa na mashaka. Kwa nini mnakuwa na mashaka? Kutokusoma Biblia. Unajua kwa nini watu wanajitia kutokuamini vilivyo? Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Isaya 43:10. Mwingine 42:8. Nimesema Isaya 43:10. Yes. Isaya 43:10. Inasema hivi: ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana. Na mtumishi niliyemchagua mpate kujua na kuamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye, kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hata kuwepo mwingine. Amen. Amen. Wanaoenda wanamshuhudia Yesu leo ni wanani? Katikati yetu hapa, wangapi wanamshuhudia Yesu hapa? Wangapi ndio mashahidi? Yana sasa, ninyi ni mashahidi wangu. Wangapi wako mashahidi wa Yesu? Mikono juu tuwaone mashahidi wa Yesu. Anasema ninyi ni mashahidi wangu. Wanaofunua Yesu huko mitaani ni sisi hawa. Ndio tunamfunua. Sasa na yeye alishatuambia kwamba Mungu alivyokuwepo ule wa zamani na huyu wa sasa, yeye alikuwepo na ndio yeye mwenye kuya na yeye ndio mwenye atakuja. Na mwenye atakuja atakuwa nani? Yeye huyo. Ni nani? Yohana 1:1-3. Inasemaje? Nimerukia 42:8. Umerukia. Soma 42:8. 42:8 nasema, mimi ni Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa salamu sifa zangu. Amen. Amen. Mungu anasema vizuri sana. Sasa kwa Yohana ili ajifunue sasa huyo Bwana ambaye anasema yeye yupo na yeye ndio atakuja na yeye ndio kila kitu. Yohana 1:3, utaruka tena na mstari wa 10. Yohana 1 sura ya kwanza mstari wa mpaka unaishia 3, kisha unaruka na 10 tu. Hapo mwanzo kulikuweko neno. Hapo mwanzo kulikuweko neno. Naye neno alikuweko kwa Mungu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Neno ndio nani kwanza? Yesu. Neno ni nani? Yesu. Na neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Na kila kitu kimefanywa na nani? Na neno. Imefanywa na nani? Na neno. Tuweke sasa sehemu ya hiyo, tuiweke Yesu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Biblia haijasema tuweke Yesu,
Lakini leo sisi tunataka tujifunze neno. Tulishajua sisi wote kama neno ndo nani? Ndo Yesu. Anza sasa mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuwa nini? Kulikuwepo neno. Hapo mwanzo kulikuwa Yesu. Naye Yesu alikuwepo kwa Mungu. Naye Yesu alikuweko kwa Mungu. Naye Yesu alikuwa Mungu. Naye Yesu alikuwa Mungu. Na vyote? Endelea tu. Huyo mwanzo alikuwepo kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika. Wala pasipo Yesu akikufanyika kitu chochote. Ina maana vyote vilivyoumbwa viliumbwa na nani? Na Yesu. Na kila kitu kimefanywa na nani? Na Yesu. Tuko pamoja? Kama yeye Yesu asingekuwepo, mimi nisingeonekana. Ndio maana yake hiyo. Tuko pamoja? Mstari wa 10 unasemaje? Alikuwepo ulimwenguni. Alikuwepo hapa ulimwenguni. Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwepo. Huu ulimwengu huu, kwa sababu yeye alikuwa hapa, ndio maana ulimwengu ukafanyaje? Ukakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala ulimwengu haukufanyaje? Haukumtambua. Ndio maana watu lakini ndio huyu. Alipotokea watu wanaanza kujiuliza, lakini huyu ndio yeye huyu. Huyu. Mpaka siku anajifunua kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja tukafundishana hapa, watu wawili wakienda wapi? Emmaus. Walipokuwa wakijadiliana, jamaa akafanyaje? Akatokea pale katikati. Kwa sababu gani? Kila watu wawili wanapokuwa wakiongea maneno yake, ni lazima atafanyaje? Hatakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauko peke yako. Usijisikie kama uko peke yako. Mungu wetu anatembea na sisi sehemu yoyote tuendako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni huu ndo Mungu wa kweli. Ndo Mungu ambao unatakiwa kumuita. Mungu ambaye ukisema kwa jina la Yesu, pepo wanaanza kusema ninaenda. Sikiliza, jaribu kusema kwa jina la Mungu ninakuamuru. Pepo hawatoki na watashinda kwa nyumba ya huyo mtu mpaka milele. Lakini unaposema kwa jina la Yesu na moyo wako uko vizuri, wewe na nani? Na Yesu, pepo zinaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jina, ndo jina. Sasa ukiniambia niabudu kwa jina la Mungu kisha niombe kwa jina la Yesu, sinafanya makonfuzio sasa. Si ndio? Maana yake sasa niko na Mungu wawili. Kama unatenganisha, tunatakiwa kusali kwa jina la Mungu kisha tuombe kwa jina la Yesu, ndio tunaambiwa tukunje magoti kwa jina la nani? La Yesu. Sasa unaniambia kuna na mwingine Mungu. Ina maana tuko na Mungu wawili hapa. Hivi kanisa tufunge. Kama hivi ndivyo tunavyoamini kwamba tunatakiwa kusema hakuna Mungu, Yesu haiko Mungu, ina maana madhehebu yote mfunge milango, hakuna vyenye mko mnafanya. Kwa sababu utaniambiaje eti kwamba ili upone, unapona kwa jina la Yesu. Upate mkate kwa jina la Yesu. Upate nini kwa jina la Yesu. Kila kitu kwa jina la Yesu. Kisha mtu akuja akwambia seme usiku naomba kwa hili jina, unatakiwa uombe kwa jina la Mungu. Kanisa, mnanielewa vizuri? Tunaomba, itakuwa tunaomba kweli? Jibu hapana. Haiwezekani. Kuna watu ambao ndugu zanguni hawajaamini hivyo. Hawajaamini hivyo. Nimesema kama kila wanaoenda kumuita kwa majina mengi ni kwa sababu kila mtu alimuona Yesu kwa mtazamo wa kwake. Lakini wana wa Mungu tunayemwabudu ndiye yule alikuwepo na ndo atakuja kuliazibu nini? Kanisa. Wale wote ambao wako kwenye mapenzi isiyoonekana hawaendi mbingu, wana sehemu yao. Na sisi kama Wakristo ni waenda mbingu. Duniani tu wasafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliweza kujifunua mara nyingi Yesu tu. Alijifunua mara nyingi. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16. Na mwingine Yohana 20:28. Tunatamaliza. Kolosai 1:16.
Kolosai 1:16 nasema. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Amen. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani amegundua somo moja hapo? Kumbe na basultani na wenyewe bameumbwa na nani? Na Yesu. Hakuna mamlaka yenye uko nayo, kumbe na kuwekwa kwa Kisekedi pale, na yeye amewekwa na nani? Na Yesu. Na hivyo ulivyo sehemu ambayo upo umeiwekwa na nani? Na Yesu. Kwa hiyo unatakiwa kujipiga kifuani kwa sababu uko na nani? Uko na Yesu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 20:28 nasemaje? Yohana 20:28 nasema Wakorintho wa kwanza 8:6. Tomaso akajibu akamwambia Yesu, Bwana wangu na Mungu wangu. Historia ya Tomaso wangapi wanaijua? Historia ya Tomaso. Tomaso wakati Yesu anakufa, yeye kabisa hakuwa anaamini kama kuna mtu yeyote duniani anaweza akamuua Yesu. Haikuwezekana. Yeye alikuwa anaona haiviwezekani. Kila kitu haviwezekani. Na alikuwa na woga. Na hata kwenye Yesu alikwenda kuuawa, Tomaso hakuweza kufika kwa sababu alikuwa na huruma sana. Sasa akaambiwa kwamba Yesu amekufa na tumeshamuzika. Akaenda kuangalia kaburi, akashuhudia kwamba Yesu amefanyaje? Amekufa na amezikwa. Baadaye ikatokea Yesu ametokea wanafunzi wake. Na Tomaso alikuwa hayupo. Kisha Tomaso akaja akaambiwa hivi kwamba tumemuona, umemuona. Akasema mimi siwezi kubali mpaka nifanyeje? Mpaka na mimi nimuone. Ndio maana watu wengi wanasema kusadiki kwa nani? Ni kufanyaje? Ni kujionea. Basi Yesu akaona kwamba huyu mtu ana mashaka, akaja kwao tena na akajifunua kwao. Akasema angalia, angalia hapa, angalia hapa, angalia hapa. Tomaso akatuambia Yesu ni nani? Yesu ni Bwana wake. Na nini? Tomaso akatuambia neno moja tu. Neno Bwana katika Biblia yangu inamaanisha Mungu. Tomaso akaamini, akasema kwamba Bwana wangu na Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana akampa ile majina yote mawili. Akasema kumbe alikuwa ndio Mungu ule tulikuwa tunaishi naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe kama ungali kama Toma, basi kaa hivyo hivyo ulivyo. Lakini kama hauko kama Toma, amini unayeishi naye ndo huyo Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorintho wa kwanza sura 8 mstari wa 6 inasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja. Lakini kwetu sisi wa Kristo Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Nimesema tunaishi kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Yesu. Yes. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Amen. Kwa sisi tuko na Bwana au Mungu mmoja ambaye ni Yesu Kristo, ambao vitu vyote viliumbwa na yeye, na hakuna kitu kilichoumbwa bila yeye kuwepo, na ni huyo tunaishi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna. Yaani ninataka nikuambie kwamba ujisikie fieri kwamba wewe ni Mkristo na Kristo yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani usiogope. Uwe huru kabisa kujua hivyo. Na kwa kumalizia, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi 17 inasema kwamba ni yeye Yesu atarudi tena
kutoka mbinguni siku ya mwisho na parapana na mwaliko, na ni yeye atalichukua kanisa lake, ni yeye ataazimisha nini? Kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna Mungu mwingine unayemtazamia ambaye hata kujaka hapa, sasa unamuogopa nani? Kama utamuogopa mwenye atakuja kukuadhibu, utamuogopa mwingine nani? Kwa sababu inasema ni yeye tena ndo atakuja. Ufunuo inasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni mwanzo na tena yeye ni wa mwisho. Kisha anasema tena, tuimalizie hiyo 3:11 Ufunuo 3:11 tunamalizia hapo. Ufunuo 3:11. Naja upesi. Naja upesi. Shika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho. Asije mtu akaitwaa taji yako. Asije mtu akaitwae taji yako. Amen. Amen. Unaishia hapo. Asante sana. Shika sana ulicho nacho. Kama uko Mkristo, umemshika nani? Tumesema umemshika nani? Unamshika Yesu Kristo. Shika, kamatia kabisa. Yani kama utaanguka, anguka na nani? Na Yesu. Ukisimama, usimame na nani? Na Yesu. Hakuna jambo ambalo litakupitia ukapata shida. Ni lazima, ni yeye ndo Mungu wetu tunayemtegemea. Kama utakuwa na swali lolote ambalo utahitaji, hitaji lolote ambalo unalihitaji, ukilihitaji kwa Yesu, utapata majibu. Kwa sababu ndio Mungu wetu. Hatuna Mungu mwingine. Na Mungu atubariki. Amen. Kuna mtu wako na swali? Kuna mtu iko na swali kuhusiana na uungu wa Mungu wa Yesu? Basi tuombe Mungu. Asante Mungu kwa ajili ya neema yako. Tunakushukuru kwa sababu ni wewe ulianza kujifunua, na wewe ulianza kuwaita watu wako ambao walikuwa mbali na wewe na ukawasogeza kuwa kanisani. Lakini tunapitia majaribu mengi ya huyo ibilisi ili kwamba kutupokonya kile tulicho nacho. Kutupokonya sisi tuziweze kutembea pamoja na wewe. Bwana Yesu, tunayotegemea mbingu, hatutaenda hiyo mbingu tusipokuwa na wewe Yesu Kristo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu awe kiongozi katika maisha yetu. Ongoza sisi sote, tunapokusanyika 2 watatu, nasema utakuwa pamoja nasi, na hivyo ndivyo tunavyoamini Bwana. Asante kwa sababu utaendelea kumgusa kila aliyesikia neno hili, ili kwamba aweze kukutegemea wewe, na awe shahidi sehemu yoyote atakapoulizwa, awe shahidi mbele za watu wengine na kuwaleta watu wengine kwa Kristo. Kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Makofi makubwa kwa Mungu wetu. Naamini kila mmoja amesikia kwa njia yake utofauti wa madhehebu na mengine. So ningeuliza maswali, lakini siko vizuri kwa kila ndio anakuwa na kipaji cha alipewa hapa duniani. Amen. Huko yeye ana kipaji cha walimu, so ndo angestahili kukua kwa hiyo sehemu ya kuuliza maswali. So Mungu akubariki sana mhubiri wetu. Amen. Na kuzidishie kwenye kulitoka hii neno, basi kuongezeke zaidi na zaidi. Tunashukuru sana kwa usikilivu kwa waliokuwa kwenye mitandao na sisi wote wenye tuko hapa. Inafika kipindi cha matangazo.